Wito huo umetolewa na Caroline Fungo, afisa ununuzi kutoka mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA, katika semina ya ujasiriamali kwa makundi ya wanawake iliyoandaliwa na kampuni ya mikopo midogo ya Wedak Microfinance ya mkoani Manyara. Kwa mujibu wa PPRA, kila mwaka serikali hutenga 30% ya bajeti kwa ajili ya zabuni za makundi maalum yakiwemo ya wanawake na vijana, lakini wengi hawanufaiki nayo kutokana na kutokuwa na taarifa za uwepo na namna sahihi ya kuwasilisha maombi. Sheria inawataka taasisi zote nunuzi watenge 30% kwa makundi maalum. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tuna wajibu wa kufuatilia kwamba halmashauri ya Hanang' mbona hamkutenga 30% kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo watachukuliwa hatua kwa wao kuto kutenga. Kwa sababu kuna mambo mawili, kuna kutenga na kutekeleza. Yeye anatakiwa atenge na zabuni hizi za makundi maalum. Sasa nyie makundi maalum ndio msiziombe zile tenda. Hilo ni jambo jingine. Kwa hiyo anatakiwa kwanza atenge. Kwa sisi tutafuatilia wote ambao hawajatenga, na ndio maana tunawashawishi wengi watengeneze hivi vikundi ili isitokee sababu kwamba katika halmashauri yangu mimi hamna vikundi. Tunatamani kila halmashauri, kila eneo lililopo Tanzania kuwe na vikundi maalum ili tuweze kuwawezesha vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kama ambavyo unaweza kufungua akaunti nyingine zozote zile, unaweza pia na wewe ukafungua account kwenye mfumo unaitwa Nest. Ukaenda pale halmashauri, kuna watu ambao watakusaidia. Na waona watu ambao ni mamilionea. Tenda ya serikali ndogo kabisa inaanzia hata milioni 3-5 hivi. Ndogo kabisa ya usafi, kufyeka. Changamoto ni kwamba wanaofyeka hawaambii au wanawachukua vijana wenu wanawaajiri. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Hanang' Rose Kamili Sukum anataja fursa za zabuni katika halmashauri kuwa ni pamoja na shughuli za usafi na huduma za chakula. Kina mama na vijana pia kupata tenda katika halmashauri zetu zipo. Kwa mfano chakula, wanaweza kupata tenda ya kusupply chakula, lakini tenda zingine labda za usafi wa mazingira kama mamlaka ya mji lazima usafi ufanyike na nini. Kwa hiyo wanatoa tenda kwa hawa kina mama ambao wamepata mikopo mbalimbali. Pia kuna kazi zingine mbalimbali. Hata siku hizi unawakuta kabisa wanajenga, wanafanya zile kazi za ujenzi. Mfano tulivyokuwa na stendi yetu, unawakuta kina mama pale wanakoroga simenti na nini na kadhalika. Kwa hiyo wanapata zile tenda, kwa hiyo inawasaidia sana. Lakini kubwa zaidi kwamba wanapopata hii mikopo wanatakiwa walau basi ajipange kwenda kufanyia kitu ambacho kinawapa mapato. Mkurugenzi wa bodi ya kampuni ya Wedak Microfinance Jocelyn Umbula anasema lengo la kuandaa semina hiyo ni kuwapa taarifa wanawake kuhusu uwepo wa fursa mpya, huku mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Hanang' akisisitiza wanawake kuwa makini na taasisi zisizosajiliwa zinazotoa mikopo umiza. Lengo la Wedak kufanya mafunzo haya ni kwa sababu katika kazi zetu za kila siku tuligundua kuna uhitaji wa wanawake kuhusiana na mafunzo haya. Wanawake wanafanya biashara ndogo, wanauza vitu vidogo, na katika kazi zao hizi za kibiashara wanakuwa sasa wana changamoto za utunzaji fedha, usimamizi wa fedha, lakini pia zile mbinu nyingi na tofauti za ujasiriamali zinakuwa changamoto. Sasa sisi kama taasisi tunayotoa mikopo kwa hawa kina wanawake, tuliona ya kwamba wakiwa na marejesho mazuri ni mafanikio kwetu na pia itakuwa mafanikio kwa hawa wanawake. Ndio maana tukawaza sasa tuanzishe mafunzo haya na tukaona tuyapanue zaidi, sio tu kwa wale ambao ni wakwetu, wateja wakwetu wa Wedak Microfinance. Tukasema akina mama wengi, taarifa hii nzuri ya mafunzo, lakini taarifa hii ya sisi kama taasisi tunayotoa mikopo waifahamu basi. Kwa hiyo ndio maana leo ni mojawapo ya mafunzo mengi ambayo tunafanya mkoa wa Manyara. Tayari tumeshafanya mafunzo haya katika wilaya ya Mbulu. Sasa hivi tuko wilaya ya Hanang' na tutaendelea ili kupita wilaya zote. Tutaelekea Babati, lakini tunatamani pia na nafikiri tutafika Simanjiro na Kiteto. Lengo ni hilo moja, kumpatia mwanamke mjasiriamali hizi taarifa na haya mafunzo ya usimamizi wa fedha na ujasiriamali. Sisi kama Wedak Microfinance tunafanya kazi na akina mama. Kwa hiyo masikio yetu yote yanasikiliza fursa zinazomhusu mwanamke. Na tunafahamu sisi kama taasisi PPRA inafanya kazi kubwa sana kama serikali kufikisha fursa za tenda hasa kwa makundi maalum ya wanawake.
Sasa sisi kwa kuwa ndio hilo kundi maalum lenyewe na hasa la vijijini, tuliona itakuwa vizuri kuwakaribisha taasisi ya serikali kama PPRA kuweza kuwafikishia hii taarifa, hii habari njema wanawake hawa walioko vijijini. Wanawake wa vijijini mara nyingi wamekuwa wakiachwa nyuma na hizi taarifa kwa kukosa tu taarifa ya kwamba kuna tenda za serikali ambazo zinaweza zikamfikia mwanamke yule wa kijijini. Na ndio maana tulivyofikiria tutawashirikisha kina nani, tukasema hii fursa ya wanawake ambayo inatoka serikalini tuwalete, basi waje watupe hii taarifa na tuwafikishie hawa wanawake. Wajitahidi kuweka riba za bei nafuu ambazo zitapelekea wajasiriamali wengi wasiweze kukimbia katika kampuni zao za mikopo na waweze kuona kwamba mikopo hiyo inatija. Lakini pia wito wangu kwa wanufaika ambao ndio wananchi, ambao ndio walengo wakubwa, wito wangu kwao ni kwamba na waomba wapate kwenda katika makampuni ambayo yanatambulika na serikali na wasiweze kwenda kuchukua mikopo katika mashirika mengine ambayo yana riba kubwa, lakini pia yataweza kuwaumiza katika marejesho, kwa sababu makampuni mengine yameweza kuweka riba za juu, lakini pia hawatoi elimu kama wanavyofanya shirika la WEDA. Tunajaribu kuwashawishi wanawake wasiogope fursa ya mikopo inayojitokeza. Lakini msisitizo wangu ni kwamba wanapopata fursa hii, basi wahakikisha kwamba wanajiamini na wanajiweka sawa ili wasiende kinyume na yale makubaliano kulingana na matakwa ya taasisi. Kwa mujibu wa PPRA, vikundi vya wanawake vyenye wanachama kuanzia 5 wana sifa ya kusajiliwa na kugombea zabuni za serikali zinazotengwa kwa ajili ya makundi maalum. Joseph Bura, TBC, Hanang, Manyara.